Labda kuna nini kinaendelea Kenya? Kwa nini watoto wanaendelea kupotea kila wiki huku Wakenya wakibaki na hofu, maswali na ukimya mkubwa? Na je, inawezekana watu wanaohusika si wageni bali ni watu wa karibu kabisa na sisi? Leo tutaangalia video 4 tofauti ambazo zimewaacha Wakenya wengi wakitetemeka mtandaoni, baadhi wakisema kuna kitu kikubwa kinafichwa, huku wengine wakitaka taifa zima kuamka kabla mambo yajawa mabaya zaidi. Hii sio video ya kawaida na mwisho wake inaweza kukuacha ukifikiria tofauti kabisa. Katika wiki za hivi karibuni, mitandao ya kijamii nchini Kenya imejaa mjadala mzito kuhusu watoto wanaopotea katika mazingira ya kutatanisha. Watu wengi wamekuwa wakijiuliza, je, haya ni matukio ya kawaida au kuna jambo kubwa zaidi linaendelea nyuma ya pazia? Hofu imeongezeka, wazazi wameanza kuwa waangalifu zaidi na sasa baadhi ya Wakenya wameamua kuvunja ukimya. Video ya kwanza tunaanza na Mkenya mmoja anayeishi diaspora, Malcolm, ambaye alizungumza kwa hisia kali sana kuhusu hali hii. Kwa mujibu wake, Wakenya wengi wanaona dalili lakini wanaogopa kuzungumza waziwazi. Kauli yake moja iliwaacha wengi wakifikiria sana aliposema watu wanaohusika wanaweza kuwa si watu wa mbali bali watu wanaotuzunguka kila siku. Kauli hii ilianza kusambaa haraka sana mitandaoni, huku wengine wakikubaliana naye na wengine wakisema taifa linahitaji ushahidi badala ya hofu. Kuna kitu hatuongelelei Machaji na Manyonyo. Watoto wanapotea sana, watoto wanauliwa. Kuna kitu kinaendelea manze Kenya jo. Na hizi zile kesi tunajua. Wale watu wenye wamepotea wenye hatujui ni wangapi jo. Alafu unajua the funniest thing ni si mtu wa mbali anakuja kuiba watoto, ni mtu wa around. Fimbo ya mbali uange nyoka, haiwezi. Ukisikia mtu yeye amebakwa ni mtu mwenye hiyo area. Kuna kitu inafanyika na watu hijo. So kama uko na mtu hizi hizi, please you have to take care of your child. Mtu yeye asitoke shule peke yake, usimtume peke yake. Unaona? Watu wanapotea sana, watu wanauliwa sana jo. Hapana, usitake jua. Lakini mambo yalizidi kuwa ya kushangaza zaidi baada ya content creator mwingine kutoa madai yaliyoacha watu wengi wakiwa na maswali mengi. Content creator huyo alisema kwamba aliwahi kutengeneza video akiongelea watoto wanaopotea Kenya, na baada ya video hiyo kupata zaidi ya viewers 400,000, video hiyo ilitoweka ghafla kwenye platform yake. Madai haya yaliibua mjadala mkubwa sana mitandaoni. Wengine waliamini huenda ilikuwa tatizo la kawaida la platform, lakini wengine walijiuliza, je, inaweza kuwa ni coincidence tu? Na hapa ndipo hofu ya Wakenya ilianza kuongezeka zaidi. Guys, something suspicious is really happening. I did a video raising alarm, questioning whether there is an organization that is dedicated to selling kids in this country. And after 400,000 views, the video has magically disappeared. It has been removed from my TikTok account, and it has been stipulated that I violated community guidelines. But what's more suspicious is that I've not been given an opportunity to appeal. That video has disappeared completely. So this is what you're going to do. In the next 48 hours, not 48 hours, today is on Thursday. On Thursday, 7 p.m., I'm going to go live. And if you have a story to share about the kids who are disappearing in this country, I want to document everything and I'll share it everywhere. And I'll also do a documentary about it. And you're going to go down to this matter and seek justice for these disappearing kids. So, Thursday, 7 p.m., you're going live on TikTok. Make sure you participate. Increase awareness about this. Anyone mwenye unajua mwenye mpoteza mtoto, tell them to attend this live so that they can share their stories. Kadri mjadala ulivyoendelea, wazazi wengi walionekana kuingiwa na hofu kubwa kuhusu usalama wa watoto wao. Katika video nyingine iliyosambaa sana, dada mmoja aliwataka Wakenya kuamka mapema na kuwa makini zaidi kuhusu watoto wao. Kwa mujibu wake, swala hili linaweza kuwa kubwa zaidi kuliko watu wanavyofikiria. Kauli zake ziliwagusa wazazi wengi sana, hasa Kenya na diaspora, huku baadhi wakisema jamii imekuwa ikipuuzia ishara zinazojitokeza kila siku. Parents, kaeni rada, always charge your babies water asubuhi before atoke. What is charging? Sai watoto wamekuwa kipotea, yes, but it's not only the physical ones. Yenye unasikia mtoto aliibiwa, akachukuliwa brain, akachukuliwa wapi, even nyota zao zinaibiwa. So mtoto anachange tu anakuwa something else, especially watoto kutoka shule na miguu. But even these people wenye, let me tell you, there was a certain time tulikuwa tunaambiwa stories how like in this
Catholic school convents walikuwa wana employ watu without knowing who these people really were. So they were there to harvest futures za watoto wako. So charge your baby's water. How do you charge your water? Google and TikTok. It's not uchawi. It's something that actually works even for us, especially people who are in the internet space, to ward off evil eye na hizo bad luck. Charge your baby's water. Asubuhi akiamka hiyo maji, talk to water. This is science, it's proven. Talk to that water. Wakikunywa hiyo maji, it helps them, it protects them, because hata holy water, you know how holy water works. So speaking power into that, because it's not only the physical thing ati mtoi wako anaibiwa brain. No, wanaibiwa hadi their souls na vitu kama hizo. So mtoi wako anatembea kiwa blank. Trust you me, we have people walking amongst us who don't have souls, and I know it's deep and most people won't understand. Unazaliwa tu ukiwa vizuri and then at some point you don't have a soul. So watu wa Mayu wamekuja Africa, they made us think that we are spiritual, sisi ni wachawi, not understanding how ndi wachawi kutushinda. So these things are not only for maybe science ama maneno ya medical, kufanya transplant, even for ritualistic purposes. So pray over your baby's water. Let them take that charge to water. You can charge it with your words. At them, teach them how to charge that water. Lakini video iliyotikisa watu zaidi ni hii. Dada huyo alidai kuwa anaamini anajua watoto hawa wanapelekwa wapi na ni nani wanaoweza kuwa nyuma ya matukio haya ya kutisha. Kauli hizi zimezua mjadala mkubwa sana nchini Kenya. Wapo wanaoamini ni wakati wa mamlaka kuongeza uchunguzi na uwazi zaidi, huku wengine wakionya dhidi ya kusambaza hofu bila ushahidi kamili. Where are Kenyan kids going? That is the question that has been on everyone's mind on TikTok this week. And I'm happy and glad that we're having this conversation, because I made a video about this last year and we did not seem to find enough concern about it. And I'm glad we're doing this now. I'm going to give you a couple of factors that took me down the rabbit hole to understand who is behind the missing children in Kenya, the group of people, and why. And why the children, okay? BSAT, we're doing this. Number one, this all started last year but one. I was in Kenya then. It started with people committing suicide a lot. There was a very high rate of people jumping off buildings, and there are a lot of conspiracies around it, but I saw one thing in particular. People were getting drunk and killing themselves. Now, let's also put to fact that I'm a spiritual person. Everything I observe, I always inquire and I dig a little bit further. And we all understand that alcohol is called spirits for a reason. And once your energy level goes low enough, spirit can be in your body and do as they are sent, if said spirits are sent. Let's put that factor over here. That's factor number one. Number two, immediately after the people were killing themselves, the kids started getting lost. The kids are getting lost. Weird things are happening in school systems. I was like, what the fuck is going on? At that time, I couldn't really put a 1+1. It was like one of those, there's something that's going on, but I don't know what's going on. Last year, it happened again. People started, and it usually happens in between the year, as we are right now. People started killing themselves, and I remember there was this controversy about this DJ who is selling people's souls, but people were killing themselves. Right after that, or right before that, there is this school where children were locked inside and they were burnt inside the school. Are you following? There is a trend. Okay, right after that happened, street children started getting lost. I talked about it. I was told I'm a conspiracy theorist, Okusima. And I was quiet about it because I got punished for talking about it. I had to spiritually carry the weight of talking about that shit. Now I'm gonna tell you the truth. Those kids who are getting lost, it's not a coincidence. They're being used. Child sacrifices are being offered. It doesn't matter what you believe in. It doesn't matter what you don't believe in. I'm telling you what is. Children are being offered like sacrifices, left, right, center. Go check. Go check last year how many people killed themselves around the same time, how many street children went missing around the same time, how many children were missing from their homes around the same time, how many things were going on. Okay, and I'm gonna add on to this and tell you, allegedly, all this is allegedly, but I want you to go do your homework, because as Kenyans it's high time we wake up and we see what's going on. Because if you follow the trail of missing children, it doesn't matter which country, you follow the trail of missing children, you find the people who are destroying the entire country.
That's all I can give you. And I'm so grateful to the universe. I'm grateful to my guides and to everyone who is working behind the scene to ensure those lives are not going unspoken about. And I'm going to add this by saying, because I've been observing, I'm going to tell you what's coming up next, so that you can see how deep I am into this. They're going to do something that is going to piss the Gen Z so bad, you're going to go to the streets. That is the sequence of things. It happened the same way last year. It happened the same way last year, but one, and I'm telling you, Maina, it's going to happen the same way. Watch. Lakini swali kubwa ambalo Wakenya wengi bado wanauliza ni moja tu. Je, watoto hawa wanaenda wapi? Na kwa nini visa vya kupotea vinaendelea kuwatia hofu wananchi kila siku? Thank God, mtoto amepatikana hapo mahali. Huyu kiongozi yako unaitwa nani brother? Peter, hapo mahali Peter ako hapo, mtoto ako hapo. So hold hivyo, usitoe kwanza, usimtoe kwanza. So mtoto amepatikana ako hapo, so hold tu mahali tu ako, mshike hivyo hapo hapo Peter ako hapo, ndipo mtoto wako. Kwa hizi tu majani, hapo ndipo mtoto wako. So tushapata mtoi, mtoto tumempata, ndio hiyo hapo. So Peter, wafanya kazi nzuri bwana. Mtoto wako hapo mahali Peter ako, mshike tu hivyo. Wewe bagi kuje. Mama amesema afungwe na kitambaa yake. Tunataka bag, huwezi funga na kitambaa, wacha. Leta gunia. Haya. Kuja mzae na hiyo gunia, hiyo ni mzuri. Ayuko, kuna mtu. Bado. Wewe mtulie huko. Asante sana mzae, na kutambua. Haya Patricia, vijana hiyo. Uko na gambut. Kanyaga hizi na uchunge hapa usiingie. Wacha nikusikie. Rusha mzae. Safi. Hii ni kazi poa. Je, wewe unaamini kuna jambo kubwa linaendelea Kenya au mitandao ya kijamii imeongeza hofu kupita kiasi? Niachie maoni yako kwenye comment section, lakini tafadhali tujadili kwa heshima na kwa kuzingatia usalama wa watoto wetu. Kama bado hujatufollow au kusubscribe hapa Mizuka Media, fanya hivyo sasa hivi kwa stories kubwa zaidi zinazotikisa Afrika Mashariki. Bwana, mimi naitwa Rish Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana, tukutane kwenye video ijayo.